Na hivi sasa ninapoongea nipo katika mtaa wa Kigogo Fresh B ambapo ipo kwenye kata ya Pugu. Kubwa zaidi tulitembelea katika ofisi hii na hapa naongea na mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kigogo Fresh B na yeye anaongelea swala zima la ulinzi na usalama ukoje. Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Rehema Yubamande, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kigogo Fresh B kata ya Pugu. Karibuni sana katika mtaa wetu wa Kigogo Fresh B. Katika swala la ulinzi na usalama, kuna baadhi ya wajumbe wapo wana ulinzi na usalama, yani wana malindo wanayolinda. Kuna walinzi ambao wanalinda ambao mimi binafsi nimewakuta. Baada ya kukuta baadhi ya maeneo hayana ulinzi na usalama, niliitisha kikao cha mtaa tarehe 22 mwezi wa pili. Baada ya kuitisha kikao chetu kikuu, tuliafikiana tutengeneze kamati mbalimbali. Kamati tulizozitengeneza ni kamati ya maafa, kamati ya mipango na uchumi, kamati ya ulinzi na usalama na kamati ya afya na mazingira. Baada ya kuandaa hizi kamati zetu zilianza kazi mara moja kwa kufanya kazi zao tofauti tofauti. Sasa tupo kwenye kamati ya ulinzi na usalama. Kamati ya ulinzi na usalama ilichokifanya, kwanza kabisa kuwatazama jinsi gani ya ulinzi na usalama utasimama kwenye mtaa wetu. Baada ya wiki mbili, yani tarehe 5 mwezi wa 3, tuliitisha mkutano pamoja na viongozi wa kamati hizi. Tulijadiliana kwa pamoja kitu gani tunaweza tukapata mafanikio. Tulichokitengeneza ni kwamba tumeunda kamati za wajumbe zinazosimamia ulinzi na usalama, na tumetazama ni vikwazo gani vinavyosababisha ulinzi na usalama usisimame kwenye maeneo. Tuliwaitisha wajumbe wa mashina, tulizungumza nao, tukaafikiana kwamba kila mjumbe lazima awe na ulinzi na usalama kwenye eneo lake. Hivyo basi tulikubaliana tutengeneze kwa pamoja mpango kazi wa walinzi wote watumike katika eneo moja kwa ajili ya ulinzi na usalama. Mpaka sasa tulichokifikia, tumetengeneza hizi karatasi. Kamati ya ulinzi imeamua kutengeneza hizi karatasi. Hivi vipeperushi tutavipeleka kaya hadi kaya. Lengo la hivi vipeperushi ni kuwajulisha wananchi kwa kila kaya kwamba ulinzi umeanza rasmi na ulinzi huu upo kwa kaya. Na kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5, kila mwananchi atatakiwa kulipa kama tulivyoainisha hapa. Kwa hiyo swala la ulinzi limesimama kama lilivyo, na wananchi ambao kuna maeneo, wajumbe ambao wana maeneo yao kuna ulinzi unaendelea, na sisi tunaongeza ulinzi kwa mtaa mzima kwa kupitia kamati ya ulinzi na usalama. Inadaiwa kwamba baa ya Why Not ni miongoni mwa baa ambazo zinaleta ongezeko la vijana ambao wao ndio wanafanya uhalifu kwenye maeneo, katika maeneo haya. Hili likoje? Hili la baa ya Why Not kuleta wahalifu, mimi siwezi nikasema kwamba linaleta au halileti. Hapana. Mimi ninachokiona, baa ya Why Not ipo kama baa. Na baa ya Why Not kwa kiasi fulani pia imepunguza ongezeko la vibaka wa pale katika lile eneo. Kwa sababu kulikuwa na kikao tarehe 18 mwezi wa 12 tulichokiitisha pale, kulikuwa na changamoto ya baa ya Why Not na wale wenyeji. Lakini bahati nzuri mimi pale niliitwa kwenda kusikiliza kwa mara yangu ya kwanza. Walimaliza changamoto zao na tulikubaliana kwa maandishi na walisaini kwamba wamekubali baa ya Why Not iendelee kufanya kazi kulingana na matekelezo ambayo wameamua. Kwa ile baa ya Why Not iliendelea kufanya kazi kulingana na maelekezo yao waliopeana toka awali. Je, inaleta vipi vibaka au haileti vipi vibaka? Hilo mimi siwezi nikalisemea kwamba inaleta vibaka. Ila ninachokiona, baa ya Why Not kwa kiasi fulani, wakati mwingine hata wale walinzi wa Why Not huwa wanashare kuzunguka. Unajua eneo lenye watu wengi, changamoto lazima ziwepo. Na hile ni baa ambayo inaleta watu wa aina tofauti tofauti. Inawezekana watu wakatumia kichaka cha baa ya Why Not ili kuonyesha kwamba wezi wanatokana na baa ya Why Not. Hilo nasema siwezi nikawahukumu watu wa Why Not au nisiwahukumu watu wa Why Not. Kikubwa tunachotakiwa kukifanya ni serikali ya mtaa kama tulivyopanga kuanzisha ulinzi kama huu, yani kuendeleza huu ulinzi ambao tuliokuwa nao. Lengo hata hao ambao watakuwa hapo baa ya Why Not ambao ni vibaka
nadhani kwa kupitia ule ulinzi shirikishi tutawadhibiti. Kwa miezi iliyopita shirikiano likuwepo kwenye shirikiano la walinzi, lakini sasa hivi anasema mwezi unaokuja walinzi kama faida wapo na ushirikiano huko mzuri sana. Na mimi ni mdau mmoja ambao natembea na toka usiku na angalia ulinzi bado wako kazini, na ile changamoto ilikopo zamani sasa hivi zimepungua. Kwa hiyo kama ziko kwa upande kule mbele, lakini kwa sehemu ya kwetu hapa location inayoenda mpaka kuelekea hapa kwetu hapa, ile changamoto imepungua. Sababu siku watu walikuwa nakaba sana pale njia panda, watu kwa nakaba sana bondeni, lakini sasa hivi imepungua. Sasa kwa kule seremala kule au kusema uwanjani kule, kwa kule changamoto kule sijajua sana kule. Labda unamzungumzaje mwenyekiti mpya aliyokuja kwa miezi michache hii? Unamzungumziaje? Kwa kweli kwa miezi michache aliyokuja naona yuko vizuri. Jambo la kwanza kwa swala la ulinzi naona ameleka vizuri, anaendelea vizuri, na pia anapisha tena kwenye vikao. Anaitisha vikao vingi sana kwa kipindi kifupi, ashazungumzia vikao vile vitatu kwa swala alizungumzia sana kuhusu swala la ulinzi, swala la usalama, na swala lingine sana alizungumzia ni umoja nao shirikisha tano mtaani kwetu. Angalau kuwe kweupe, walinzi pia wakiwa wanalinda wapate kuwa wanaona vizuri, ila kwa mfano michongoma manjiani, miti inayoziba barabarani, ingekuwa hiyo ikitolewa afadhali. Na kwa upande wa barabara, kutokana na hali ya mvua kumechimbika, barabara haiko vizuri sana, lakini serikali ya mtaa ikishirikiana na wananchi kuchangishana wanajitahidi. Kama hapo bondeni palikuwa panashindikana kupitika, ila kwa sasa hivi karavati limewekwa, kwa hiyo yani usumbufu kama ule wa kwanza ambapo palikuwa hamna karavati umekuwa haupo. Ila bado tunaomba msaada uendelee, kwa sababu maji yamechimba tena, viendelee kuwekwa vifusi vya changarawe, angalau barabara isiendelee kuchimbika, tuwe na barabara nzuri ya mitaa.